ninawapongeza kwa dhati na Mshaura na naibu meya. Kiangalia nyinyi ni vijana, sidhani kama mmegonga 55 au 52 hivi, bado ni vijana. Kwa hiyo baraza hili lina sura ya viongozi vijana. Lakini pia ukiangalia wajumbe wengi huko, shuma madiwani wengi huko pia ni vijana. Sasa hapo peke yake ni fursa, lakini pia ni changamoto tusipojipanga vizuri. Kwa hiyo na unaweza kuona impression hiyo kwenye watu wanataka kuchangia, wanataka kujadili kwenye mkutano wa kwanza. Inakupa picha ya kwamba mmeingia na matamanio makubwa na mna hamu ya kufanya kazi. Hilo ni jambo zuri sana. Hongereni sana. Kwa hiyo nami niungane na aliyetoa hoja pale mwanzo, na mimi nilikuwa nao kwangu hapa. Pengine ni vema sana akaandaliwa mafunzo, mkapata semina elekezi ili kusudi msheheni maarifa, uelewa wa taratibu za vikao, lakini kanuni za kudumu za baraza la madiwani. Kwa sababu katika nyumba hii, katika mkutano huu, mara zote ni kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya nchi, sio nje ya hapo. Sasa hii haya yafanyike kwa ufanisi, nadhani ile hoja ya semina inakaa muhimu. Lakini pia dunia ya leo maarifa yanapatikana kwa njia nyingi, rafiki na rahisi. Kwa hivyo niwaombe njia nyepesi ya kwanza, wako madiwani humo wazoefu. Na wengine wamefanya term 2, term 3, mko nao kwenye nyumba hii. Mko na mstahiki meya hapa mstaafu Profesa Mfupe, mko na mstahiki meya mstaafu mzee wangu pale Jumanne Ngebe, na wengine ambao wamepita kwenye nafasi za uongozi na udiwani kwa muda mrefu. Wanaweza wakashare ideas hapo na pale. Pia maarifa mengine hapo kwenye mtandao tu. Na nafahamu kuna taratibu ya kugawana vishikwambi kwa ajili ya uratibu wa vikao vyetu na taarifa za vikao. Mtu mnaweza mkawekezo nyaraka zingine wakaanza kuziorienti mapema. Kwa hiyo rai yangu ya kwanza ni semina ya kujipatia mwenyewe kwa mwenyewe kwa kujisomea, kufahamu sheria, kanuni, taratibu. Lakini ya pili rasmi kuandaliwa ya ukaa darasani. Nasema kwa sababu mnabeba matarajio makubwa ya Wanadodoma. Watu wanategemea kuona kasi ya ufuatiliaji wa kazi, kasi ya utendaji wa halmashauri jiji la Dodoma na utoaji wa huduma bora. Sasa hayo ili yatokee, mna kazi ya kufanya mbele yenu, na ninawapongeza wote ambao mmeteuliwa kwenye viti wa kamati zile za kudumu pamoja na wajumbe. Kazi nyingi zitaanzia kwenye kamati zenu. Kwa hivyo nendeni mkasimamie majukumu yenu hayo vizuri. Baada ya kupata huo uelewa, tuna mategemeo mazuri ya huduma bora kwenye sekta za afya, elimu, maji, barabara, umeme na mawasiliano. Yote haya wananchi wanaangalia nyinyi.